Burkina Faso pamoja na Mali zimejiondoa kutoka shirika la kimataifa la mataifa yanayozungumza lugha ya Kifaransa ya Francophone linalojulikana kama OIF, zikifuata mfano wa jirani yao wa Afrika Magharibi Niger, ambaye hapo awali alitangaza kujiondoa kutoka kundi hilo lenye makao yake huko Paris nchini Ufaransa. Serikali ya Burkinabe ilidai kuwa shirika la OIF limepoteza dira yake ya awali ya kukuza ushirikiano wa kitamaduni na wa kiufundi, na badala yake limekuwa chombo cha upendeleo wa ukoloni wa kisasa, kulingana na taarifa rasmi ya siku ya Jumanne kama ilivyoripotiwa na shirika la utangazaji la serikali la AIB siku ya Jumatano. Burkina Faso haiwezi kuendelea kushirikiana na taasisi ambayo haitimizi tena matarajio yake ya halali kuhusu haki, usawa na uwiano, ilisema taarifa hiyo. Mapema wiki hii, serikali ya Niger ilitangaza kuwa imeamua kwa uhuru kujiondoa kutoka shirika la kimataifa la Francophone bila kueleza sababu ya hatua hiyo. Niger ilikuwa tayari imesitisha ushirikiano wake wote na shirika la OIF kufuatia mapinduzi ya Julai mwaka 2023, ikidai kuwa shirika hilo linatumiwa kisiasa kutetea maslahi ya Ufaransa. Jumanne jioni, Mali ambayo kwa sasa inashikilia urais wa muungano wa mataifa ya Sahel unaojulikana kama AES, ambalo ni kundi jipya lililoanzishwa na Bamako, Ouagadougou pamoja na Niamey, ilitoa taarifa ikitangaza uamuzi wa kujiondoa kwa mataifa wanachama wa muungano wa AES kutoka Umoja wa Francophone. Shirika hilo la OIF linadai kuwa na lengo la kukuza lugha ya Kifaransa, kuunga mkono amani na demokrasia, na kusaidia elimu na maendeleo katika nchi zinazozungumza Kifaransa duniani kote, nyingi zikiwa ni makoloni ya zamani ya Ufaransa. Hata hivyo, baraza la kudumu la shirika hilo lenye wanachama 88 lilisimamisha Mali, Burkina Faso pamoja na Niger baada ya mapinduzi ya kijeshi katika nchi hizo tatu ambazo zilikuwa miongoni mwa wanachama wa kwanza kabisa wa shirika hilo la OIF lilipoanzishwa huko Niamey mnamo Machi 20 mwaka 1970. Tangu kuanza kwa vipindi vya mpito nchini Mali, Burkina Faso na baadaye Niger, shirika la OIF limedhihirisha kwa kutumia vigezo vya upendeleo katika utoaji wa vikwazo na kupuuza uhuru wa mataifa hayo, ilisema taarifa ya pamoja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali. Viongozi wa mpito wa nchi hizo tatu za Sahel wameamua kujiondoa kutoka OIF kama sehemu ya juhudi za kutetea maslahi halali ya mataifa yao, iliongeza taarifa hiyo. Mahusiano kati ya Bamako, Niamey, Ouagadougou na Paris yamezidi kuzorota tangu mapinduzi ya kijeshi. Serikali za kijeshi za nchi hizo tatu zimevunja makubaliano ya ushirikiano wa ulinzi na Ufaransa, zikilalamikia uingiliaji wa Paris katika masuala yao ya ndani na kushindwa kwa jeshi la Ufaransa kukomesha uasi wa kijihadi unaoendelea katika ukanda wa Sahel. Mataifa hayo ya AES pia yamejiondoa kutoka Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ya ECOWAS, yakidai kuwa umoja huo unatishia uhuru wao kwa kuwa chombo cha mataifa ya kigeni, hususan Ufaransa. Msemaji wa shirika hilo la OIF, Oria Van de Wey, alikiambia kituo cha television cha umma cha Ufaransa cha TV5 Monde siku ya Jumatatu usiku kwamba kujiondoa kwa mataifa ya AES ni jambo la kusikitisha, lakini lazima liheshimiwe. Gazeti la Le Monde lilimnukuu akisema kwamba OIF inajiona kuwa ni mhanga wa hali ya kisiasa ya kimataifa ambayo iko nje ya uwezo wake wa kudhibiti. Tutazidi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kinaendelea katika ukanda huo wa Sahel, katika mataifa haya ambayo yanazidi kujitenga na ushirikiano na mkoloni wake wa zamani, yani Ufaransa. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.